Boniface Mwabukusi pamoja na wanasheria wengine 29 wameungana pamoja ili kuwasaidia Watanzania kupingana na kupambana na udhalimu kutoka kwake Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa moja kutoka Dar es Salaam ilivunja ukimya mzito uliokuwa umekaa nchini Tanzania tangu ghasia za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba tarehe 29, wakati maelfu ya wananchi walikuwa bado wakijaribu kukabiliana na hofu, huzuni na ukimya uliosalia baada ya siku hiyo ya maafa. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kilijitokeza hadharani kikiwa na tangazo lililoleta faraja kwa wengi: msaada wa kisheria bure kwa wote waliokamatwa au kufunguliwa mashtaka kutokana na matukio ya uchaguzi. Tukio hili halikuwa tangazo la kawaida, lilikuwa tu tamko la kisheria, la kiutu na la kisiasa kwa namna fulani, ishara kwamba bado kuna taasisi zilizothubutu kusimama upande wa haki katika kipindi ambacho hofu imetanda na imani kwa mfumo wa sheria ikionekana kuyumba. Wakati ripoti za watu kukamatwa kiholela, kuteswa na kufunguliwa mashtaka zikiendelea kusambaa, TLS iliamua kuingilia kati kwa vitendo, ikijihakikishia nafasi ya kipekee katika historia ya mapambano ya haki nchini Tanzania. Taarifa rasmi iliyosainiwa na Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ilifafanua kuwa mpango huu wa msaada wa kisheria ni utekelezaji wa wajibu wa kikatiba na kisheria unaotokana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Msaada wa Kisheria ya mwaka 2017. Sheria hiyo inaweka wazi kwamba kila mtu ana haki ya kupata uwakilishi wa kisheria bila kujali uwezo wake wa kifedha, hasa katika kesi zinazohusu haki za binadamu na masuala ya kijamii. Ile ni jambo ambalo limemfanya Samia Suluhu kushuku na kwamba haamini kwamba hilo laweza kutokea. Na katika taifa iliyokuwa linaendelea kutetemeshwa na matokeo ya machafuko ya uchaguzi, hatua ya TLS inaonekana kama mwanga wa matumaini, kwani kwa wengi waliokuwa gerezani au katika vizuizi mbalimbali bila msaada wa mawakili, tangazo hilo lilikuwa sawa na dirisha la pumzi na lilituma ujumbe wazi kwamba hakuna mtu anayepaswa kuteseka kwa ukimya kwa sababu ya umaskini. Taarifa ya TLS ilisisitiza kuwa msaada wa kisheria si upendeleo, bali ni haki ya kimsingi, na kauli hiyo ilibeba uzito mkubwa katika kipindi ambacho wananchi wengi walikuwa wakiona tofauti kubwa kati ya wale wenye uwezo wa kifedha na wale wanaokosa hata nauli ya kufika mahakamani. Kulingana na TLS, waliokamatwa kufuatia vurugu za uchaguzi walitoka zaidi katika familia zenye kipato cha chini, na wengi wao wakiwa vijana, wamechinga, wakulima na wafanyakazi wa kawaida. Wengi hawakuwa na njia ya kupata wanasheria binafsi. Wengine walibaki vizuizini bila kufikishwa mahakamani kwa siku nyingi. Kwao TLS imekuwa kimbilio, na chama hicho kilisisitiza kuwa jukumu la mawakili si kutafuta fedha pekee, bali pia kulinda utu na kuhakikisha usawa mbele ya sheria. TLS haikuamua kupambana peke yake. Ili kuongeza nguvu, chama hicho kiliunda ushirikiano wa taasisi mashuhuri za haki za binadamu nchini, zikiwemo Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC na Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania ama ukipenda THRDC. Ushirikiano huu unalenga kuongeza ufanisi katika utoaji wa msaada wa kisheria, kuhakikisha kuwa kila mtuhumiwa bila kujali yuko wapi anapata msaada wa kitaalamu. Huu ni mtandao wa haki uliosukwa kwa dhamira ya pamoja, dhamira ya kuifanya sheria kuwa ngao ya wanyonge, si upanga wa kuchinja. Katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, Mbeya na Tanga, zaidi ya mawakili 40 wamepangiwa kushiriki katika mpango huu. Watakuwa wakitoa ushauri wa kisheria, kuwakilisha watuhumiwa mahakamani na kusaidia kuandaa nyaraka muhimu za kesi. Machafuko ya Oktoba tarehe 29 mwaka huu yaliacha historia mbaya katika siasa za Tanzania, na ilikuwa siku ambayo maandamano ya wananchi wengi waliokuwa wakilalamikia matokeo ya uchaguzi yaligeuka kuwa mauaji ya kukamatwa kwa maelfu. Ripoti za ndani zilionyesha kuwa zaidi ya watu 500 walitiwa mbaroni katika siku moja pekee, wengine bila kujua kosa lao. Lakini mazingira hayo ya TLS inakabiliwa na changamoto ya kulinda haki za watu waliokamatwa
wakati taifa lote likiwa bado lina majeraha. Hatua yake inachukuliwa kama jaribio la kurejesha imani kwa mfumo wa sheria, mfumo ambao wananchi wengi wanaona umeanza kupoteza usawa. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi alisisitiza katika taarifa yake kwamba Tanzania lazima ibaki kuwa taifa linaloheshimu utawala wa sheria, si utawala wa hofu haki. Alisema haipaswi kuwa anasa ya wachache bali urithi wa wote. Mawakili walioteuliwa kushiriki katika mpango huu wamechaguliwa kwa vigezo vya taaluma na uadilifu. Wengi wao ni vijana waliowahi kushiriki katika kesi za haki za binadamu, wengine wakiwa mawakili wakongwe waliotumikia TLS kwa muda mrefu. Kwao, jukumu hili ni zaidi ya kazi, ni wito wa kitaifa wa kuokoa imani ya wananchi kwa mfumo huu wa sheria. Wanasema kuwa kila faili wanapokea, kila kesi wanayoifungua ni hatua moja mbele katika kulinda heshima ya katiba. Katika maeneo mengi nchini Tanzania, tayari mawakili wa TLS wameanza kufika magerezani, vituo vya polisi na hata vijijini kukusanya taarifa za waliokamatwa. Ni kampeni kubwa ya kitaifa yenye lengo la kuunganisha sheria na utu. Na kupitia mpango huu TLS inaweka mipango ama msingi wa kile kinachoitwa haki jumuishi, haki inayogusa kila mwananchi bila ubaguzi. Ni dhana inayojaribu kurejesha maana halisi ya demokrasia, usawa mbele ya sheria. Na kwa muda mrefu mfumo wa kisheria nchini Tanzania umeelezwa kuwa ni mzigo wa watu wa kipato cha chini na kutokana na gharama kubwa ya uwakilishi. Lakini hatua hii ya TLS imevunja mwiko huo. Kwa mara ya kwanza wanyonge wamepata fursa ya kusimama mahakamani wakiwa na wanasheria wenye taaluma sawa na wale wanaowakilisha upande wa serikali. Na katika familia nyingi za wale waliokamatwa baada ya maandamano, taarifa ya TLS imekuwa kama mwanga wa matumaini. Wengi walikuwa wakiishi kwa hofu na maumivu ya kutopata msaada wowote wa kisheria, na miongoni mwa waliopokea msaada wa awali ni akina mama waliopoteza waume zao katika maandamano, vijana waliotiwa mbaroni bila taarifa, na wazee waliotuhumiwa kushiriki mikutano ya kisiasa. Kwa msaada huu unamaanisha sio tu utetezi wa kisheria bali pia heshima kwa utu wao kama Watanzania. Kwa miaka mingi TLS imekuwa ikihusishwa zaidi na kazi za kitaaluma na usimamizi wa maadili ya mawakili, lakini mwaka 2025 umeibadilisha sura yake. Sasa chama hicho kimejipambanua kama chombo cha kijamii kinachohusisha taaluma na huruma. Wadau wengi wa haki za binadamu wamesifu hatua hii kama kurudi kwa TLS kwenye misingi yake asili. Wanasema kuwa katika kipindi ambacho watu wengi walihisi kukata tamaa na taasisi za kisheria, basi TLS imeonyesha kwamba bado kuna nafasi ya matumaini. Mpango huu hautaishia kwenye kesi za uchaguzi pekee, kwani TLS imetangaza kwamba kutakuwa na mwanzo wa mpango wa kudumu wa kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wa kipato cha chini katika kesi zote zenye uzito wa kijamii. Na kwa kufanya hivyo basi, chama hicho kinapanua wigo wa haki hadi kwa wale walioko pembezoni mwa jamii, na hii hatua inayoweza kubadilisha mfumo wa haki wa Tanzania kwa vizazi vijavyo, kwa kuwa inajenga msingi wa usawa wa kweli, msingi unaosema kuwa sheria ni kwa wote, si kwa wachache. Katika historia ya mataifa kuna nyakati ambazo taasisi chache zinainuka na kuamua kuwa sauti za wengi waliokandamizwa. Novemba mwaka 2025 ni moja nyakati hizo kwa Tanzania. Kupitia TLS, maelfu ya watu waliokuwa hawana matumaini sasa wanaona mwanga wa haki. Kwa wengi hatua hii ni zaidi ya msaada wa kisheria, ni ujumbe wa matumaini kwamba bado kuna watu wanaosimama kwa ajili ya utu, haki na usawa. Tanzania, taifa lililojengwa juu ya falsafa ya umoja wa amani, sasa lina nafasi ya kujitazama upya kupitia hatua hii ya ujasiri wa wanasheria wake. Haki kwa wote si kauli ya kisiasa bali wito wa taifa linalofuata nafsi yake tena. Huu ni uchambuzi kutoka hapa Kenyascope, taarifa za kina na uchambuzi wa kina, na chaneli yako ambayo unaipenda, ambayo haipindishi wala kupendelea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea habari hizi pindi tu tunapoziweka.